tujiandae kila mmoja wetu kwa ajili ya siku hii kubwa. Sijui kwa nini ilipangika hivi bila ambavyo mlipanga, lakini najua ya kwamba hii ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Hii ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ili tuweze kuwa jinsi tulivyo siku ya leo. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka tuwe tayari. Nitatumia tu ile fungu moja ambalo tuliweza kusoma. Ezekieli 34 mstari wake ni 20 na ngapi? Na 3. Verse 23, it's not verse 24, it's verse 23. Na kabla hatujaendelea pale, ningependa tuweze kuomba. Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunakualika wakati huu unene pamoja nasi, ili kwamba neno lako ipate pahali pa kukaa ndani ya mioyo yetu inapotuandaa kwa ajili ya marejeo yake Kristo. Tunaomba katika jina la Yesu ambaye ni Mwokozi. Amen. Asante sana. Tunaona ya kwamba Mungu siku ya leo, Mungu alipanga mambo makubwa ili kwamba tuweze kukusanyika hapa. Na siku ya leo ni siku maalum. Ni siku maalum mbele za Bwana na mbele za kanisa, katika maisha ya kanisa. Kwa sababu tumekusanyika hapa tuweze kushuhudia mabadiliko katika uongozi. Tuweze kushuhudia mabadiliko katika uongozi. Sio tu mabadiliko katika uongozi, lakini tuweze kutambua Mungu mwenyewe ambaye hawezi kubadilika. Mungu mwenyewe ambaye hawezi kubadilika. Tunajua ya kwamba katika uongozi, katika kila uongozi tunashuhudia mabadiliko kila wakati na kila mara. Tunaangalia kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo itaweza kufanyika. Na mabadiliko inabadilika, iko kila wakati katika uongozi. Na tunaposema hivyo, today katika uongozi, kesho utapata ya kwamba kuna uongozi umebadilika pia. That is normal. Iko katika ni jambo ambalo ni la kawaida. Hata katika nyanja za kanisa tunapata ya kwamba katika ulimwengu wa siasa kuna mabadiliko. That is why tunapata ya kwamba every 5 years tunakuwa na mabadiliko. By next year tunajua ya kwamba watu katika nchi ya Kenya wanatarajia waweze kujaribu kubadilisha pia. Siko hivyo. Na wengi wanajiandaa kwa ajili ya siku hiyo. It is normal katika leadership, katika uongozi. Vile hata katika kanisa mliona ya kwamba kulikuwa na hitaji ya kwamba mabadiliko iwepo. Na hata hivi ninapozungumza 2 years ama 1 year ago, same time, same month, uongozi ilikuwa ni tofauti. Ilikuwa hivyo. And we thank God because siku ya kesho kiongozi wetu wa kwanza katika field hii anakuwa na muda wake ya kusherehekea miaka yake ya kutumika katika shamba la Bwana. Alisema hapo na miaka 41, 41 years of service. Na katika kanisa letu ni kwamba you are not allowed to go beyond 40. You retire. Hata kama uko na nguvu kiasi gani, ukifika miaka 40 unaambiwa ya kwamba badilisha sasa. Change. So yeye atakuwa na hiyo homecoming yake. Na amepanga na amesema anawaalika nyinyi nyote katika Subject Gardens next to the ofisi yetu. So atakuwa na mabadiliko, atakuwa na homecoming yake. So it is normal. Mungu akasema ya kwamba siku ya leo tunakusanyika hapa kwa sababu kuna jambo moja ambalo linafanyika. Tumekusanyika tukiwa kanisa la Mungu, sio tu kushuhudia mabadiliko katika uongozi wa kanisa, lakini tuweze kumtambua Mungu ambaye hawezi kubadilika katika uongozi wake. Ijapokuwa sisi tunapokuwa wanadamu, Mungu anatuhusisha katika kazi yake ya kuongoza kanisa lake. Mungu anatuhusisha katika kazi yake
ya kuchukua utume mission, lakini huyu Mungu wetu hawezi kubadilika katika leadership yake. Ijapokuwa katika uongozi wetu tunapokuwa wanadamu kuna mabadiliko, lakini mbele za Mungu tunamwona Mungu ambaye hawezi kubadilika katika uongozi wake. Yeye ndiye Mungu anayebaki kuwa Mungu siku zote. Tunajua ya kwamba wachungaji wanakuja kwa sababu wamepatiwa assignments ambazo zitaweza kuwa na mabadiliko. Wanapatiwa jukumu ambalo itaweza kubadilika wakati wowote. Wachungaji wanapopatiwa kazi kuna mabadiliko. Katika districts ambazo tumo kuna mabadiliko itaweza patikana. That is why tunapokusanyika siku ya leo hapa, tuko katika district ya Kericho Central. Siko hivyo? Na mko na makanisa mangapi? 6. 7 nao. Umesaa moja. There are 7 churches. There are 7 churches. Or main and the annex. Ni wapi Endamagi? Endamagi alikuwa amesema jambo. Endamagi huko. Ulisema ya kwamba kuna ile inaitwaje? Media inaitwaje? Nusu. Ulisema nusu nini? Kuna kitu ulitumia. Ukasema. Ulisema nusu kufungwa ama nini? Nusu wafungwa. Ndio hiyo. Asante sana. Tunajua ya kwamba katika district ya Kericho Central miaka michache iliyopita mlikuwa katika district ambalo ilikuwa inakusanyika na makanisa 7 pia pamoja na Sunrise. Ikafika wakati ambapo Sunrise ikaenda kando, mabadiliko ikapatikana. So katika district tunashuhudia pia mabadiliko, lakini the chief shepherd, mlinzi wetu mkuu ambaye ni Mungu wetu, mchungaji mkuu, anabaki akiwa jinsi alivyo. He does not change. Though the structures of the church sometimes can change, mipango ya kanisa na vile kazi inapangwa katika dunia, lakini mchungaji wetu mkuu hawezi kubadilika, ambaye ni Bwana wetu. He does not change. He remains the same. Basi katika kitabu cha Ezekieli 34 vile ambavyo wana wa Israeli walipitia katika mabadiliko makubwa, mpaka Mungu mwenyewe pia akaahidi ya kwamba yeye mwenyewe atawashughulikia, watafutia mchungaji namna gani? Mchungaji moja. Na uliposoma katika Ezekieli 34 mstari wake ni 23, akasema ya kwamba mimi ndiye Mungu ambaye nitawapa mchungaji ngapi? Just only one person. I'll give you only one shepherd. Nitawapatia mchungaji mmoja. Mungu wetu hawezi kutupatia wachungaji 2, 3, 4. Na tuseme ya kwamba we were wrong as an office kuwapatia wachungaji 6. 7. Ilikuwa 7 ama 6? 6. 6. But in completeness it is supposed to be 7. Ili iweze kuwa complete number. Yeah. That is why the 7th one was missing. Muko na makanisa 7 lakini mkapatia wachungaji wangapi? 6. Hatusemi ya kwamba we were wrong. Ofisi wataona ya kwamba every church waweze kuwa na mchungaji mmoja. Mungu akasema I'll give you one pastor. And by the way, we are supposed to be having one church, one pastor. Sunrise, muko? Mnasikiaje mkiwa na mchungaji mmoja? Suppose you share your pastor with another church. Tubadilishe hata tuweze kumshare na makanisa mengine mengi. Wachungaji na mnaongezewa, mko na associate. How do you feel as a church mkipatiwa pastor moja na wachungaji 2 mkiwa na associate? Maisha iko namna gani?
Sinakuwa sawa? Mungu akasema ya kwamba mipango ya Mwenyezi Mungu ni kwamba every church should have one pastor. Na ndipo unaona ya kwamba Mungu akasema ya kwamba I am the Lord, mimi ndiyo Bwana. Mimi nitakuwa Bwana wao. And my servant David, a prince, will be a prince among his children. Daudi alikuwa ni mchungaji mzuri aliyekuwa nafaa taifa la Israeli. Na Mungu aliposema ya kwamba nitawapa Daudi ambaye yeye atakuwa ni mchungaji wenu. He is a servant that I am going to send to give you to be a shepherd among his children. Huyo ndiye Mungu mwenyewe aliweza kusema jambo hilo. Hii ni kuonyesha kwamba Uzito haikuwa analalia Daudi akiwa mtumishi wa Mungu. Mungu mwenyewe, Bwana mwenyewe ndiye anayezungumza hapa. Na mara nyingi wachungaji ni watumishi wa Bwana. They are servants of God. Mnajua hivi? Wachungaji ni watumishi wa nani? Wa Mungu. They are servants of God. Na Mungu mwenyewe ndiye ni nani? Mwenye nani? Mwenye kondoo ni nani? Mwenye kondoo ni mchungaji ama ni Mungu? Mwenye kondoo ni Mungu. Shepherds are servants of God. And God remains to be the owner of the flock. Ni mwenye kondoo. Ndipo tunaona katika fungu hili ya kwamba the church belongs to God. Kanisa ni la nani? Kanisa ni la Mungu. Kanisa ni la Mungu. Kanisa ni la Mungu. Na ndio Mungu atasidi kubaki ni Bwana na ni Mungu wa kanisa. And the pastor does not own the church. Ni nani anayeshikilia kanisa? The members do not belong to the pastor. The church belongs to Christ. Mnasikia hiyo maneno? Kanisa si ya mchungaji. Kanisa ni la nani? Hata ukiona katika nyanja zote za uongozi katika kanisa letu la Waadventisti wa Sabato, kanisa si ya mchungaji. Right from the district, right from the church, kuja katika nini eneo hii, mpaka katika field, mpaka union, mpaka general conference. Kanisa ni la nani? Kanisa ni la Mungu. Kanisa ni la Mungu. Na ndipo Mungu akasema ya kwamba katika kitabu cha Matendo 20 mstari wa 28, hatutasoma pale. Mungu akasema ya kwamba lisheni kanisa. Lisha kanisa. Tunashauria kwamba tulishe kanisa hili la Mungu ambalo lilinunuliwa kwa dhamana kubwa ya damu ya Yesu Kristo. Na ndipo tunaona ya kwamba kanisa hili does not belong to anybody. It belongs to God. Na tunapotoa huduma zetu kwa ajili ya kanisa, tujue ya kwamba Yesu Kristo aliweza kununua kanisa hili kwa dhamana kubwa ya damu yake. So sisi tu ni mawakili ya kusimamia na kuelekeza kanisa katika malisho bora, katika pahali ambapo kuna maji tulivu, pahali ambapo kuna kivuli. That is our work, to take care of the church, feeding the church of Christ that was purchased with the precious blood of Jesus Christ. So jukumu letu ndio hilo jameni. Na mara nyingi watu wengine wanasahau mpaka wanachukua kanisa kana kwamba ni yao. Hapana, kanisa ni ya mwenyewe, ni ya Mungu. Sisi tu akili. Maandiko inasema ya kwamba
Tunajua ya kwamba wachungaji ambao walikuwa hapa, the 6 pastors, because the number was not complete. Unajua namba haikuwa complete. You didn't know. This week ya Kericho Central, na Mungu jua ya kwamba namba yenu haikuwa complete. Mulikuwa na wachungaji 6. And the churches was 7. And the pastor unasikia maneno. The churches was 7. And you know 7 is a complete number from God. That is why there was need to have another pastor. Mnaelewa hii maneno? There was need to have another pastor, so that the number will be complete. Najua ya kwamba wachungaji ambao walikuwa hapa, and by the way, katika historia ya kanisa letu katika South Rift Valley Field, you are the first district kuwa na wachungaji. Every church one pastor. Na jambo la ajabu, it is not only one pastor for every church. It was one departmental to every church in your district. Haijawahi kufanyika hapa siku nyingine. Hiyo ilikuwa historia. Ilikuwa historia. Hamujawahi kupatiwa departmental na wewe kuwa ni pastor wenu. Katika makanisa kwa South Rift. This is the first time kuwa na wachungaji ambao ni departmental kuwa pastors wenu katika makanisa yenu. So it was the first time. Na hii ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia. I don't know kama Yesu ajarudi mara ya pili, kama itarudiwa tena siku nyingine. Sijui. God knows, because he is the one to appoint the pastors. So mlikuwa na bahati kubwa. Kama vile Sunrise walikuwa na bahati kuwa na mchungaji mmoja. Mpaka kaongezewa sasa associate pastor. Mnasikia hiyo? Mpaka sasa hivi wanafurahi sana, wanasema we don't want even to share. Hata we don't want even to contribute. Tuweze kutoa pastor wetu, aweze kuwa pastor, to share na makanisa mengine, because they know the goodness of having the pastor among themselves. Katika district ya Kericho, najua ya kwamba wachungaji ambao waliweza kutumwa hapa ni wachungaji ambao walikuja kuwa mawakili. They were the stewards ambao walitumwa tu hapa. The incoming pastor is only a steward. God is the owner. When Moses died, God continued leading the Israelites. Na Yoshua naye pia alipokufa, Mungu akaendelea kuongoza nani? Kuongoza wana wa Israeli. Elia pia alipochukuliwa mbinguni, Mungu pia akaendelea kuongoza kanisa kupitia kwa Elisha naye pia. Paulo naye pia alipomaliza kazi yake, kazi yake ya utume, Injili haikufika mwisho, bali iliendelea na ikasonga mbele. Mungu hawezi kutegemea mtu mmoja. God does not rely on one person. Mungu hawezi kutegemea mtu mmoja. Huyu ndiye Mungu wetu wa ajabu, ambaye yeye hawezi kutegemea nani? Hawezi kutegemea mtu mmoja. Huyu ndiye Mungu wa ajabu. Ikifika wakati ambapo anaona ni vema, anazidi kuongoza na anazidi kuamsha watu wengine ili kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele. Sasa zingine watu wengine wanafikiria kwamba fulani asipokuwepo kazi iwezi endelea. Yesu hajarudi. Kazi haijafika mwisho. We still have the mission. Ile Mungu aliweza kutupa, lazima iweze kufanya nini? Iendelee. Mara nyingi tunashuhudia watu wanapokimbia katika relays. Huwa mimi napenda sports sana, lakini napenda ukimbiaji. Kukimbia. Na ukiona katika ile ya kupokezeana vijiti. Ile ya relays ya kukimbia kabisa, unazunguka either kama ni kuzunguka uwanja mara moja, ama ni ile ya short inaitwa 4x4 relays. Inaitwaje? Hiyo ya kupokezeana vijiti. Unaona ya kwamba wanapokezeana vijiti. Na mkimbiaji moja ambaye anajua jinsi ya kupokeza vijiti kwa mwenzake. Leo mwa wale ambao wanakimbia hiyo mchezo,
katika staili hiyo, kila moja anakimbia akipokeza kijiti mwenzake. The way ana hand over to the next one is very important. Ni ya maana sana, kwa sababu hiyo system ya kupekeseana vijiti ni ya maana sana kuliko vyote. Lengo ni nini? Ni moja. Kila mmoja hawezi kuwa na lengo yake, akimbii tu ovyo ovyo. Anakimbia aweze kupokeza mwenzake kijiti kwa njia ya ajabu, na ili isianguke chini, kwa sababu utaweza kimbia na kijiti usugie kijiti imefanya nini? Kitabu uanguke chini, uanze kushika tena, uanze kukimbia, at least utakuwa umepoteza. So when you are running, you take care of your stick. Na steps zako uweze kukimbia kwa njia ya ajabu. Unapokimbia kumpokeza mwenzako, unahakikisha kwamba unaweka ile nguvu zote ambazo uko nazo, because you know you want to encourage that person aweze kukimbia pia kwa njia ya ajabu. Sio kwamba unapoendelea kumpokeza kijiti unatembea polepole uonyeshe ya kwamba umechoka. Hapana, unapokeza ukijua ya kwamba he is supposed to run also faithfully. Na mwisho atakaye maliza anakimbia kwa mbio zote, hakikisha kwamba amefikia katika nini? Kamba, akiwa namba ngapi? Namba moja. So unapata kuona ya kwamba kile jamana ni njia ambayo ya kuweza kufika namna gani kwa namba 1. Kwa nini? Kwa race uweze kumaliza vizuri. Vile vile katika kazi ya Bwana, sehemu hiyo tukaona ya kwamba ni wakati ambapo tunaona ya kwamba kanisa ni la nani? Na la Mungu. Jambo la pili, Mungu mwenyewe ndiye atakaye amusha watumishi wake. He is the one appointing the servants. It is not man. Sio sisi. Saa zingine tunasahau, tunakimbia hapa na pale, kushughulika hapa na pale, kutafuta viongozi, wachungaji ambao watakayeweza kufanya nini? Kutuongoza. Unajua, uongozi katika kanisa la Mungu ni tofauti na uongozi katika nyanja ya siasa. Kanisa la Mungu, Mungu mwenyewe ni mwenye kanisa. Mungu mwenyewe ni mwenye kufanya nini? Kusimamisha viongozi wake kwa wakati ambayo inayofaa. Lakini mara nyingi watu wengine wanajaribu kusaidia Mungu. Na ndipo Mungu ulisikia alisema ya kwamba my servant David. Mbona Mungu alitumia jambo hili ya kwamba Daudi alikuwa ni mtumishi wake, kuonyesha ya kwamba Mungu mwenyewe ni kiongozi katika kanisa lake. Lakini si nafasi yetu ya uongozi, but our service to Jesus, huduma yetu kwa Yesu Kristo. Na ndipo unasikia Yesu alisema ya kwamba yule ambaye anahitaji kuwa mtu mkubwa, Mathayo 20 mstari wake 26, atakayehitaji kuwa mkubwa miongoni mwenu lazima ajifunze kwa nani? Mtumishi. Unajua, katika ufalme wa Mungu you can never be at the kingdom of God unless you learn to be a servant. Uanze kuwa mtumishi. And that is the best place for each and every one of us. Position ile Mungu aliweza kutupa sisi zote tuweze kukubali, tuweze kuwa watumishi. We learn to be servants. We learn to be servants. Servants of who? Servants of God. Kwa sababu Mungu mwenyewe anahitaji nani? Anahitaji watumishi. God is longing for servants. Mungu anachukua watumishi. God does not use people ambao wako ndio. Mungu anachagua watumishi. If you are willing to be a servant, God is going to use you. Servant leadership. Servant leader. Servant mtumishi ambaye ni mtumishi. Hata Yesu Kristo naye pia alifundisha wanafunzi wake. Licha ya kwamba waliweza kuishi pamoja nao kwa miaka mingapi? 3.5 years.
lakini the last lesson aliwapatia, it is to be a servant. Alisema nimekaa miongoni mwenu for 3.5 years, lakini the best lesson I can give you, be servants. That is why he was able to humble himself na kutawadha miguu yao. Sio kwamba yeye hakuwa anastahili, lakini alisema we need to be servants. Ili tuingie katika ufalme wa mbinguni, lazima tuweze kuwa nani? Watumishi. That is why the 6 pastors who came to Kericho Central, they accepted to be servants. Licha ya kwamba walikuwa ni departmentals, hawakusema ya kwamba pastor, no, it is not possible for us to be departmentals na kusimamia makanisa. They were willing, kwa sababu walikuwa na ile moyo ya kuwa servants, na wakanyenyekea. Licha ya kwamba walikuwa katika department kule ofisini, wakasema no, we shall take this, tutafanya kazi hii pia ya kuwa watumishi. Sijui mlikuwa naona hao wakiwa ni department kutoka ofisini, ama mlikuwa naona ya kwamba, sijui mlichukua muda ya kuwaombea. Huenda kwa hata mlikuwa natoa lawama na kusema ya kwamba these people are not delivering because wao na kazi nyingi, ofisi wanaona wapi. Sijui mliwaombea saa zingine. Sometimes labda hata nikiuliza, maybe some even hawakupata nafasi ya kuwatembelea mpaka nyumbani. Sio kwamba tu waliwadharau, hapana. Ni kwa vile walikuwa na jukumu mingi, saa zingine walikosa kuwafikia, lakini they used to pray day and night kwa ajili yenu. They accepted to be servants. Na walipokubali kuwa watumishi, Mungu aliweza kuwatumia. I know 6 months zile ambazo walikuwa hapa, kuna kazi iliweza kufanyika. Si kuna kazi ilifanyika? Huenda kuwa mtaona kwa macho, lakini sometimes along the line mtashuhudia kwamba kumbe siku ile mchungaji fulani alipokuwa katika district yetu, nitapokuwa kufanya hii, kuna jambo fulani alifanya ambalo litaonekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu katika fungu hilo tunasema ya kwamba shepherds changes. The shepherd changes, but the chief shepherds remain. Unajua ya kwamba wachungaji wataweza kubadilika, lakini yule mchungaji mkuu hawezi kubadilika. Utaweza ona leo pastor hapa, utaweza leo kuona leo kiongozi hapa kanini ofisini. Hata sisi tukiwa ofisini, we know our time will elapse. Anytime itaweza isha. Lakini inategemea na vile tunafanya kazi. Lazima tuweze kufanya kazi tukiwa shepherds. So tunajua ya kwamba tunapokuwa wachungaji, wherever the position that God has given you, hata wewe unapokuwa mshiriki, unapokuwa member, hakuna wakati mwingine you will become a member in the same year at the same time, the same style. Years change, na Mungu anakupangia jukumu. Ile jukumu Mungu amekupangia for this year, ikifika next year it might not be the same, itaweza badilika. Lakini inapobadilika, je, umetambua ya kwamba Mungu ambaye ni mchungaji mkuu hawezi kubadilika? Na ndipo Yesu akasema ya kwamba, Yohana 10 mstari wake ni 11, ikasema ya kwamba, akasema, mimi ni mchungaji mwema ambaye anayetoa maisha yake kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kondoo. A good shepherd sacrifice everything for the sake of the flock. What have you sacrificed in your life? Je, umeweza kusacrifice nini katika maisha yako? Yesu Kristo alisacrifice his life so that you can be saved. And he qualifies to be the good shepherd. Wachungaji wazuri ni wale ambao they don't reserve anything, they give anything for the cause of God. Hata tunapokuwa wachungaji washiriki, learn to sacrifice for the cause of God. Haitakuwa bure. Kuwa mshiriki ni kitu ambacho it comes once in your lifetime. Unapokuwa member, huitwa member, mshiriki katika kanisa la Mungu.
Hiyo ni nafasi Mungu amekupa katika maisha yako, kuonyesha ya kwamba umekubali kuwa mshiriki, na unajua ya kwamba haitarudi siku nyingine, miaka zingine wewe kuwa mshiriki. It is this year, next year, vile Mungu amekuonyesha, amekupatia tu muda yako kabla Yesu hajarudi. Na Yesu akirudi, all those people ambao waliweza kutoa maisha yao without reserving anything for the cause of God, wataona faida kubwa katika uzima wa milele. Hawata regret na kusema ya kwamba ole wangu, nilikuwa na hii na hii, ningemfanyia Mungu kazi kwa njia hii, nilikuwa na kipawa hii, lakini kumbe sikutumia. It will be too late for you. The time is now. The time is now. Kwa sababu we have a good shepherd. Kama Yesu alitoa kila kitu, what are you going to reserve in your life? Your time, your talent, your resources, your energy, your age. Na ile yote Mungu amekupatia. Don't reserve it. Use it faithfully to your best. Kama ni kuimba vile mnaimba, imba mpaka mbingu iweze kushuka. Usiimbe tu ile kidogo, imba kana kwamba this your last day. Imba mpaka malaika waweze kuteremka chini. Usiimbe kidogo. Usiimbe tu for the sake of singing. Imba ubadilishe mioyo wakutane na Yesu. Usiimbe uinue mioyo waweze kujitukuza. Usiimbe yule uweze kufanya biashara ya kupata pesa. Imba uweze kuwin souls for Christ. Hiyo sauti itaweza toweka anytime. Mungu amekubariki na sauti ya ajabu. When you sing, sing to your best. Imba kabisa. Kwa sababu sauti hiyo itaweza toweka anytime. You never know how things are happening. Eka sauti potee milele. Baada Yesu arudi na utamani ya kwamba zamani zile nilipokuwa na sauti mzuri nilikuwa naimba hivi, lakini huko naimba kumtukuza Mungu. So use your time. Use your time faithfully. I'm almost towards the end. Sehemu ya 4 katika fungu hilo linasema ya kwamba ni wakati wa kushukuru Mungu. Ni wakati wa shukrani. It is a time for gratitude and cooperation. Siku ya leo ni siku ya kushukuru Mungu kwa ajili ya huduma ya wachungaji 6 ambao walikuja katika district yenu kutoa huduma. Siku ya leo pia ni siku ya kushukuru Mungu kwa yale yote ambayo mnaweza kukumbuka. Kitabu cha Wafilipi 1:3. You can read that fast. Wafilipi 1:3. Soma pale, ninaelekea kumaliza. Ninasemaje? Unashukuru Mungu kwa njia gani? 1:3 Wafilipi. Moja tatu. Ndio, sikia kwa sauti hiyo. Nasoma. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Asante sana. If you remember the 6 departments to Kericho Central District, do you thank God because of what God did for you? Kuwatuma katika district yenu waweze kutoa huduma. Licha ya kwamba walikuwa na jukumu mingi. I remember last time tulipokutana na wasee walisema ya kwamba tuliwahurumia wachungaji. Saa zingine wakipanga watakuja, kesho wanastukia ya kwamba kwa ajili ya jukumu ya kuwa departmental anaitwa katika mkutano kule Nairobi. Sasa tuna compensate hapa chini tunapokuwa wachungaji. Mnapokuwa wasee. Wasee mlipitia katika jambo ngumu. Lakini how do you thank God? Je, unashukuru Mungu? Wafilipi ikasema ya kwamba inatubidi tushukuru Mungu tunapowakumbuka. Thank God because when you remember them. Licha ya kwamba walikuwa na upungufu ya kuwa na kutokuwa na nafasi ya kutosha. Can you still thank God? Shukuru Mungu ili tuweze kushirikiana kwa ajili ya utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu.
ninapoelekea kumaliza, jambo la 5, in the same verse, the mission must continue. Utume lazima iendelee. I'm in the book of Ezekiel 34 verse 23. Hapa inatufundisha kwamba we have a mission that must continue. Licha ya kwamba kuna mambo mingi itaweza badilika, lazima hii utume ipate kuendelea mbele. You can sing. I remember, nakumbuka kwaya moja kutoka Kigali kule. Kuna wakati ambapo walitoka Tanzania wakirudi kule Kigali, wakapatwa na accident and their fellows perished in the accident. Hiyo kikundi haijawahi kusimama kutoa ujumbe kupitia uimbaji. They became strong and powerful because the mission must continue. Nakumbuka muungano walipokuwa na safiri katika marekebu bahari ya Victoria, marekebu iliweza kusama, na iliposama ilisama pamoja na waimbaji wa ajabu. When the choir remembered their fellows, when they were in ministry, they didn't stop ministering through singing. They pressed on, na bado angali wanasonga mbele, kwa sababu bado angali tuna nini? We still have the mission. Bado angali tuna jukumu jameni. Though you can see changes in the leadership of the church, it does not mean that that is the end of the mission. Watu wengine wanabaki pale pale. Ikifika wakati ambapo mabadiliko katika ofisi ya kanisa, dhoruba inapokuja hapa na pale, wengine wanaanza kuhangaika huko na huko, na wanaanza kutapatapa, wanakosa kuwa focus katika mission because you are not grounded in the word of God. Lazima tuimarike katika neno hili la Mungu, ili kwamba tuweze kulenga na kuona ya kwamba bado angali tuna jukumu kubwa ambalo Mungu ameweza kutupa. Changes can happen anytime, but it does not mean that is the end of the mission. It is the time that you become strong, unakuwa na nguvu na kusonga mbele, kwa sababu Yesu hajarudi. Yesu hajarudi. There's one pastor hands over. As the 6 pastors are handing over today to the missing pastor number 7. Mnajua? Enda Kibaso. Unasikia hii maneno? Ulisema mko na makanisa 7. Lakini mlipatiwa wachungaji 6. Ambao siku ya leo they are handing over to the missing pastor number 7 who was missing. The mission must continue. Mungu jua siri hiyo. That was the secret ya mbinguni. Na Mungu jua. Mlikuwa na makanisa 7. You were given 6 pastors. I don't know how you took the 6 pastors. Sijui, God knows, na mnajua. Lakini siku ya leo you are given now pastor number 7 who was missing to make it complete. Nenda hivyo. Mnasikia hiyo maneno? Siku ya leo mnapatiwa number 7 of the pastor to make things complete. Hii ni wakati ambapo ni ya kubadilisha sasa. You are prepared for the big change. You know, when number 7 is not appearing, mbingu inajiandaa kwa ajili ya ajabu. And people are willing to sacrifice everything that they have. Kama vile hawa departmental 6 wali sacrifice. They sacrifice their time, their resources, their energies, their sleeps. Hawako wanalala, wakifika ofisini huko, kazi ni hivi. Kila mmoja kwa department yake. Haikuwa ni rahisi. Ama ilikuwa rahisi kwako Pastor Ruth? Ilikuwa rahisi. Na saa zingine Sabato anatakiwa apange akuje wapi? It was not easy. Ilikuwa ni wakati ambapo Danieli the friends of Daniel, the 3 men waliotupwa ndani ya tanuru la moto, walipoingia ndani, kazi haikuwa ni rahisi. It was not easy to roll inside the burning fire ile Nebuchadnezzar alikuwa ameandaa. But because the 4th man
Yule mtu wa aine hakuwa ameonekana. It was supposed for them, walikuwa hawawezi kuroll ndani ya moto, na watu walipoona wakaona ya kwamba wanaenda kuteketea, that is the end of them. Lakini walipoenda ndani, yule jamaa, the chief shepherd, the good shepherd appeared, na ikabadilisha ibada ya siku hiyo. Nebukadneza ambayo alikuwa amesimamisha sanamu ya kuabudu, akabadilisha na akasema ya kwamba it is not enough, I am not going to weka hii sheria tena, I will change, kwa sababu the chief shepherd ameonekana. Unajua Yesu anapoonekana, being the chief shepherd who gives the best, who knows how to take care of the flock. Nebukadneza akasimama kwa kiti chake cha enzi na akasema kwamba do I believe my eyes? Je, ninaamini macho yangu? Ninaona nini? Nilirusha watu 4 lakini hamsini mtu mwingine wa 4, because of not reserving anything for the cause of God. What do you reserve? Umereserve nini katika maisha yako? Mpaka kazi ya Mungu inapungukiwa, mpaka watu wanakosa kumwona Mungu mwenye mali, Mungu mwenye kila kitu, mwenye injili ya milele na wokovu. What have you reserved, my brother and sister? Don't reserve anything. Be willing even to sacrifice everything, including your life, so that people will be saved. Kama hawa vijana watatu wange sacrifice their life na kuroll inside the fire, licha ya kwamba walikuwa wamefungwa miguu na mikono, na wale jemedari wakuu walikuwa wamewasukuma wakamezwa na moto kabla hawajafikia pale, but the 3 men said it is not enough, we cannot even walk, we can roll. Wakaanza kuroll inside the fire, kwa sababu Mungu mwenyewe ni moto inayoteketeza na kuangamiza. He burns everything in our lives, vitu ambavyo inatuzuia tuweze kumwona Mungu. Ikifika wakati wa ibada, jameni, kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu, don't reserve anything. If you want to enter into that kingdom, if you want to enter into that partnership ya kufanya kazi ya utume pamoja na Mungu, reserve anything. Your strength, your power, your age, your knowledge, your resources, your everything, give out to God, ili kazi ya Mungu iweze kukamilika. This gospel must continue. In my conclusion, Ezekieli 34 mstari wa 23 inatukumbusha mambo matatu ya ukweli. Mambo matatu. 1, God is the owner of the flock. Mungu ni mwenye kondoo. Mungu ni mwenye kondoo. Ikifika wakati ambapo unatoa huduma, value each and every soul. Each and every soul. Hata huyu mtoto ambaye anarukaruka hapa hivi, huyu mtoto haruki bure, amekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Even if you see your brother playing around, so long as he's around the church, thank God, because he's around the church. One day, one time, that person will be touched by Jesus Christ, and he will make the right decision, because the flock belongs to God. Number 2, pastors are servants appointed by him. Wachungaji ni watumishi wa Mungu ambaye Mungu mwenyewe amewateua. He appoints. Sometimes we complain in the procedures of appointing the pastors and transferring the pastors from one place to another, ya kwamba mliona nini mpaka mnahamisha huyu kutoka hapa mpaka huko. Sio sisi, sio ofisi, sio mwingine. Anayefanya hivyo ni Mungu mwenyewe. He does according to his own will. So unapoona pastor, yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye ametengwa na Mungu kufanya kazi, hata kama atatumwa ndani ya bahari, kwa sababu there is one soul to be saved, he will go there. I don't mind hata nikirushwa ndani ya bahari, so long as I go and save that soul, even if my life will go,
I will have accomplished the assignment that I have given. So you can see a pastor, he has a calling, kwa sababu yeye ndiye ameteuliwa na Mungu. Point number 3. Christ remains the chief shepherd forever. Yesu Kristo yeye ni mchungaji mwema na ni mchungaji mkuu siku zote, hata tutakapoenda mbinguni. You will see how Jesus Christ. Haujajua vile Yesu aliteremka kutoka mbinguni kuja hapa. It is not a style that we know sometimes. Juzi kuna wale watu wa sayari walipanda juu. How many were they? Walikuwa wanaume 3 na mwanamke 1. Simula kumbuka hiyo? Walipoenda, so walienda juu. Na walipokuwa naenda watu walishangilia. Everyone walikuwa na watch vile wanaenda mpaka kule juu, na wakaenda wakapita pahali ambapo ndugu zao walikuwa wamepita, na wakarudi. Waliporudi, walipokuwa juu huko, mawasiliano ilikuwa sawa. Wakaulizwa, how do you find those places? Wakasema, we are not special more than you because tumeenda katika sayari zingine. Wakasema, we are all the same at the feet of Jesus. Waliweza kumtambua Mungu wa uumbaji. You know, sometimes utaweza kujikuta ya kwamba wao kujitukuza na kusema ya kwamba we are very special, tumeenda juu ya mwezi, zaidi ya mwezi. Lakini waliweza kumgundua Mungu ya kwamba we are not special more than you. Sisi zote lazima tupendane. Unajua, anything could happen. Kwa sababu walikuwa wananing'inia katika nini kidogo tu hivi. Na walipokuwa narudi, kumbe walikuwa wanatembea katika chombo ambacho moto kule nje ilikuwa na waka kwa njia ya ajabu. Because that machine was moving katika speed ile ambayo ilikuwa na disturb. Mpaka moto inaanza kuyeyuka huko, lakini they were not part. Hawakuchomeka kule ndani. Na wakarudi tena kwa mwendo wa kasi. Na hawakuweza kulanda pahali ambapo walikuwa na take off ile land kwa bahari. And they were prepared ya kwamba itakapo land, we don't know, these people can perish. Wakapanga mambo ya ajabu, land kwa bahari. Nao pia wakasema, wakasikia they are still alive. Their brothers wakakimbilia mara moja kuwafungulia na kuwatoa mara moja. Ile chombo ilikuwa imechomeka nje kabisa kwa njia ya ajabu. Lakini walipotolewa nje, their brothers said, welcome home, our brothers. Welcome home. They knew the chief shepherd. Mchungaji mkuu, si hekima ile ya teknolojia ambao waliweza kutumia kujipeperusha juu ya angani. Waliweza kujua ya kwamba God is in control. Maisha yako utaweza tembea kwa njia ya ajabu. Do you still remember that we have a chief shepherd? Maisha ya Ukristo utaweza furahia na kuchangamuka kiasi ya kwamba unasahau kuna Mungu ambaye is the chief shepherd. My final appeal, as leadership changes today, mabadiliko hii ya uongozi inapobadilika siku ya leo, may every member renew his or her commitment to Jesus Christ. Fanya upya uhusiano wako na Mungu wako. As the new leadership is coming, the other leadership is going. Tengeneza uhusiano wako na Yesu Kristo. Tengeneza uhusiano wako na Yesu. Let us pray that God will place the outgoing pastors in their new field. Wachungaji 6 vile ambao waliweza kuja hapa, watakapotoka katika district hii siku ya leo, tuwaombee Mungu awabariki katika jukumu ambalo Mungu atawaelekeza. The new appointment kwa department of ambao ni full, hawatakuwa na makanisa ya kushikilia tena. Tuwaombee. Jambo lingine karibu ya mwisho, let us pray that God will fill the incoming pastor with wisdom, humility and the Holy Spirit. And let us all remember this. Tuweze kukumbuka jambo hili ya kwamba katika Ezekieli 34 mstari wa 23,
ya kwamba Mungu mwenyewe ni yeye anayepanga wachungaji. Mchungaji mpya atakapokuja, tumwombee pia Mungu amjaze na roho wake, na Mungu aweze kutumia kwa hekima, ampatie hekima na unyenyekevu, ili mapenzi ya Mungu iweze kutendeka. Na Mungu asidi kuwabariki katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. For that question, nimesema ya kwamba God gives the shepherd for this flock. I want to welcome our 6 pastors ambao wamefanya kazi for 6 months katika district hii. 6 months, 6 pastors, 6 months at the 6th month of the year of 2026. Wakuja hapa to the 6 churches katika mwezi wa 6. Kuja hapa mbele na mjipange vile tu Mungu aliwabariki. Mjeni na mjaribu kujitambulisha na hao wachungaji. Asante sana. Pastor anayesimama hapa mbele ni Pastor Edward Mbera. Sitataja yale mengine ambayo alipatiwa ofisini huko. Nataja ile kanisa ambalo aliweza kupatia. Yeah. I want to introduce him first, as the chair. Yeye ni mkubwa. Mbona mnataka awe wa mwisho? Atakuwa wa kwanza. He'll be the first because he was leading the 6 pastors. Yeah. Yeye ni Pastor Edward Pera, alikuwa anasimamia kanisa la Milimani na Watobo. That is why he was the leading. Kwa sababu alikuwa anasimamia makanisa mangapi? Ndani yake ilikuwa imefichika kanisa la 7. Siko hivyo. Asante sana. Ulikuwa Matobo? Oh yeah, you are Matobo. Ulikuwa Milimani? Yes. Alafu anayefuata ni dada wetu mchungaji Irene Kimeto. Yeye alikuwa anasimamia kanisa la Matobo. Siko hivyo. Anayefuata ni Pastor Andrew Bet. Aliyekuwa anasimamia kanisa la Talaibon. Si hata ninapotaja hizo makanisa mngeshangilia na kusema ndio Bwana asifiwe. Muko? Ama mlipotea? Are you connected to the glory of God? Mbona mnasahau ile maneno nilisema? Try to be connected. Asante sana. Alafu yeye alikuwa anasimamia kanisa la Talaibon, Pastor Andrew Bet. Anayefuata ni Pastor Andrew Koros. Yeye ndiye alikuwa anasimamia kanisa la Bay Prison. The 2 prisons. Kuna siri kubwa katika dini yake. Kanisa lingine la 7 ilikuwa imefichika kwake. Asante sana. Alafu anayefuata ni Pastor Andrew Simoto. Yeye alikuwa anasimamia Henry Simoto. Henry. Sawa. Henry Simoto. Yeye ndiye alikuwa anasimamia kanisa ambalo ni mama la district hili, Kericho Central. Kwa sababu Central ni kila kitu. Kwa hivyo ni yeye. Alafu anayefuata ambaye ni wa mwisho lakini si wa mwisho kwa ufupi, ni mrefu kuliko wote. Kwa sababu Mungu alipanga aweze kuwa mrefu zaidi, with a purpose, with the mission of the church. Yeye alikuwa anasimamia kanisa la Mchini. They are all our departmentals from the office ambao walikubali kuja hapa. So kwa wakati huu ninamkaribisha Pastor Elisha To
Pastor Elisha Thoo, yeye amebarikiwa kuwa na mke wake anayeitwa Elka Thoo. Yeye pia amekuwa pastor ambaye ameserve katika district ya Sondu, na siku ya leo ameandamana pamoja na wasasi wake pia, kwa sababu this is a new place of appointment, pamoja na brothers wake na pamoja na kanisa la Sondu na wasee kutoka district hiyo, ili kwamba aweze kupokea jukumu mpya katika district ya Kericho Central, because the mission must continue. Na kukaribisha pastor Yesu Buda hapa mbele. Just come to the front here. Na mke wako. Asante sana. Pastor Elisha is a new pastor, na hao wachungaji 6. Hii ndio mkono kubwa ya ofisi ambao walifanya kazi kwa njia ajabu. Ofisi bila departmentals sio rahisi, lakini hao waliweza kukubali kazi hii, na wakati wa leo they want to hand over the whole district to Pastor Elisha Thoo. And I thank God to praise. The 6 pastors, they are like Elijah of the time. Ni kama Elia wa zamani. Because Elia alichukuliwa mbinguni bila kuoja nini? Na kwa gari la nini? Nao pia wataanza sasa hivi kuenda na gari la moto, kwa sababu wataenda kuwa na jukumu kubwa for the mission. Siko hivyo? Yeah. So they are now going to hand over the mantle. Elia aliweza kuangusha the best that he could afford. Alipoambiwa na Elia ya kwamba tafadhali unipatie nguvu mara ngapi? Mara 2 ama mara 3. Double portion. Alipoomba hiyo, Elia akaambia kwamba umeuliza kitu ngumu, lakini ukiona nikitolewa hapa inatimika. Sasa I want you to hand over that mantle. He needs to cross over Jordan because of the mission awaiting for him. Sikuna jukumu kama hand over now. Nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako, na imani uliyonayo kwa Yesu. Hayatendea jina lako milele, tutakusifu hadi mwisho wa dahari. Imani Pastor Elisha, sasa umepatiwa kazi na Elia. Sijui utasema nini. Asante viongozi wetu, Pastor Kinsedono, viongozi wetu kutoka ofisini wa idara mbalimbali, wachungaji waliopo hapa pamoja na wasimamizi wa mashule na magereza, chaplain, wazee ambao wako hapa, wanakwaya
ambao mko hapa siku ya leo, wote ambao wamehudhuria hafla hii ya siku ya leo. Nataka nichukue fursa ya kipekee kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia kibali, nafasi ya kuweza kuwa hapa siku ya leo. Pili, nataka niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Asante sana kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu Mungu ametuwezesha tuweze kuwa hapa. Inasemekana hivi ndio mchungaji wa 7, a complete number, and I want to thank God for that. Na kiongozi amenipa nafasi tu niseme jambo, niseme thank you so much. Wacha Mungu atusaidie tunapofanya kazi pamoja. Tumekuja ili kushirikiana katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Ninaitwa Elisha na huyu ndio mke wangu mpendwa, na nimeandamana na wazazi wangu ambao natumai nafasi kipatikana nitawatambulisha waje hapa mbele kabla ya kufunga hafla ya siku ya leo. Mungu nawabariki katika jina la Yesu. Thank you. Mkisimama hivyo msiende. Because you came with your spouse, I want all the shepherdess who are here pamoja na mke wangu kuja sasa karibisha huyu shepherdess kwa ministry, na shepherdess ambao wako hapa kujeni please kuja karibisha. Alafu wanapomaliza kuwakaribisha, nataka elders wa district hii mkuja hapa mbele. Okay, huyu pastor mpya. Elders mko wapi? Elders kuja mara moja. Alafu tukimaliza tunataka wimbo wa ajabu moja ya kutupeperusha kwenda mbinguni. Wapi hiyo wimbo? Niite tu. Kiongozi. Sasa niko nje wimbo moja. Please come and sing one song. Watu wanapomaliza kuongea. Imani ulionayo kwetu sisi ni imani ya milele. Imani ulionayo kwetu sisi ni imani ya milele. Hakika wala tutakuhimidi, ijapokuwa sisi ni wanyonge mbele zako, tumelegeza kama katika mimi wako, watu waangalia dhambini. Na waliokuwa maneno lako wamepotoshwa, wamelegea zizini mwako. Ee Bwana tufungue macho, pamoja na mawazo tumshinde ibilisi, asikudanganye sisi tuangamie, naye dhambini tutamshinda mwovu ibilisi. Alishinda ramani, nasi